Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Majina yangu mimi ni Abdulaziz Rashid Selemani, ni afisa miradi natokea shirika la Kakute Projects. Shirika la Kakute Projects ni shirika lisilokuwa la kiserikali ambao tunapatikana jijini Arusha, eneo la Njiro, viwanja vya 88. Tupo geti namba 4, geti la VETA. Shirika letu linajihusisha na ujasiriamali na ubunifu. Shirika la Kakute Projects kwa kushirikiana na shirika la Masai Stove and Solar linalopatikana Mtoa Mbu, wilaya ya Monduli, kwa pamoja tunatekeleza mradi unaojulikana kwa jina la Restore, kwa maana ya Renewable Energy for Sustainable Transformation of Rural Economy. Moja miongoni mwa malengo ya mradi huo ni kufanya installation ya majiko ya gesi katika shule mbili, ambapo shule moja ni Magara Sekondari inayopatikana Babati, wilaya ya Babati, na shule ya pili ni hii shule ambayo tupo leo, ni shule ya Manyara Sekondari ambayo inapatikana hapa Mtoa Mbu, wilaya ya Monduli. Kilichotuleta siku ya leo ni zoezi la upandaji wa mbegu za miche ya miti ya matunda na miti ya kivuli, ambapo tulianza kuanza kuwapa mafunzo wanafunzi wapatao 50, kuwafundisha namna gani wanatakiwa watunze mazingira, umuhimu wa kupanda miti, lakini pia umuhimu wa kujiunga na klabu za mazingira kwa lengo la utunzaji wa mazingira. Lengo la kuwahusisha wanafunzi ni kuwapa mafunzo kwa vitendo, kuwaelekeza namna gani wanatakiwa wafanye, ili mafunzo hayo wanayoyapata hapa waende wakayatumia katika jamii ambazo wao wanatokea. Tumepanda miche ya aina tofauti tofauti kama inavyoonekana hapa. Hii ni avocado kwa maana ya miche ya miparachichi, lakini tuna miembe, tuna mipapai, tuna jatrofa na tuna miti mingine tofauti tofauti. Tumepata ushirikiano mzuri kutoka kwa viongozi wa serikali, akiwemo afisa kilimo kwa maana ya extension officer, lakini pia CDO kwa maana ya afisa maendeleo wa kata hii ya Esilalei, lakini na walimu wa hii shule ya sekondari ya Magara kwa maana ya mwalimu wa mazingira ambaye pia ana jukumu la kusimamia hiyo klabu ya mazingira ambayo tumeianzisha katika shule hii, kuhakikisha inaendelea vizuri na inakuwa mfano wa kuigwa, kwa maana ya kwamba wanapata mafunzo kwa vitendo namna ya kuotesha na kusimamia miche ya miti pamoja na miti, lakini pia wanaweza kuitumia elimu hiyo kuwapa wanafunzi wengine pamoja na wale wanajamii katika zile jamii ambazo wao wanatoka. Majina yangu naitwa Levina Livingstone Mshanga, ni afisa ustawi wa jamii, lakini kwa hapa kwa niaba afisa maendeleo ya jamii kata ya Esilalei. Niko na shirika hili la Kakute, na shirika hili wanapanda miti hapa shuleni Manyara Sekondari, na licha ya miti waliweka pia jiko la gesi kwa wanafunzi, kwamba tukiona kwamba serikali sasa hivi inasisitiza kwenye kutumia majiko ambayo hayatumii kuni nyingi ili kulinda na kutunza mazingira yetu. Na sambamba na hili, kwa sababu miti inatunza mazingira, ndio wameona iende sambamba na upandaji wa miti na matunda. Na miti na matunda itatusaidia kuleta kivuli hapa shuleni, na matunda pia itatusaidia tupate lishe kwa wanafunzi, kwa sababu tukiangalia kwamba pia serikali inapambana na udumavu. Kwa hiyo ili kuondokana na udumavu kwa watoto, pia watoto waweze kupata chakula bora. Na ni muhimu kama mdau wa maendeleo, ndio maana niko hapa leo kama mdau wa maendeleo, ili tuweze kuwezesha miti ioteshwe, na pia elimu imetolewa kwa wanafunzi juu ya umuhimu wa kutunza na kuhifadhi mazingira na kupanda miti na matunda. Na kutokana na watoto hawa wametoka sehemu mbalimbali, basi natarajia kwamba watakaporudi majumbani wataenda kupeleka elimu hii na kwenye jamii. Kwa hiyo elimu itasambaa eneo kubwa, kwa sababu shule ni jamii, na wao watakapotoka wakaenda kwenye jamii, elimu itaenda sehemu mbalimbali. Jina naitwa Nestori Edward Buliba, ni afisa kilimo kata ya Esilalei toka wilaya ya Monduli. Tunashukuru kwa shirika kutushirikisha kuhusu upandaji wa matunda. Tunashirikiana na wanafunzi shule ya sekondari Manyara. Tunashukuru na shirika la Kakuti kutufika hapa na kutoa elimu katika upandaji wa miti na upandaji wa matunda parachichi. Tumefanya zoezi toka asubuhi
kwa ushirikiano wa wanafunzi na shirika. Sisi tunashukuru na tutaendelea, tumepata elimu hii na tunaendelea kufanya zoezi hili ambalo tutakuja kufanya kupanua wigo kwenye jamii yetu tunayoishi. Wanafunzi tumejaribu kuwahamasisha kwa sababu mmoja akichukua elimu hiyo atakapoenda majumbani kama ni likizo anaweza kufanya kile ambacho tumemwelekeza wakiwa wote kama grupu, lakini wakifika kule nyumbani wanafanya kipeke yao. Kwa majina naitwa Irene Ruta, ni mwalimu hapa Manyara Secondary School na pia niko kwenye project ya Kakute. Nina wanafunzi wangu takriban 46 ambao nafanya nao kazi katika hii klabu yetu ya Kakute ambayo inashughulika na upandaji wa miti na matunda. Tunashukuru sana hii klabu ya Kakute kwa sababu imetuletea hii miti na pia miti ya kivuli pamoja na matunda. Unaona, ukiangalia shule yetu haina miti. Kwa hiyo wanafunzi kuna mida wanapenda wakiwa free wanapenda kusomea nje ya madarasa. Kwa hiyo na nje ya madarasa kama mnavyoona hakuna kivuli cha aina yoyote. Kwa hiyo ndio faida moja hapo ya hii miti tutakayoipata, kwamba wanafunzi watapata eneo la kupumzikia kwa ajili ya kujisomea wakiwa nje ya masomo. Na pia miti ya matunda ambayo tutaenda kuipanda na baadaye kuipeleka kila garden ambazo ziko hapa around kwenye maeneo ya shule. Miti ya matunda itawasaidia wanafunzi wetu kupata vitamini C ili kuepusha magonjwa mbalimbali yanayohusiana na ukosefu wa kutokula matunda hapa shuleni. Kwa majina naitwa Benson George Mkaria. Ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Manyara. Pia ni kiongozi wa klabu ya mazingira katika shule yetu. Leo hii tulikuwa na wageni kutoka shirika la Kakute Project ambao walikuja na tumepata maelezo zaidi kuhusu Kakute Project, na pia tumejifunza namna mbalimbali za kutunza mazingira yetu. Kwa mfano, tunapaswa kupanda miti na kuhamasisha watu waache kukata miti kwa ajili ya matumizi ya kuni na mikaa, kwa sababu pia inaharibu mazingira yetu. Hivyo tunapaswa kushawishi watu wapande miti kwa wingi ili miti tusaidie kupata hewa safi. Pia tutumie nishati nzuri inayotumika kwa kipindi hiki, nishati ya gesi, na kuachana matumizi ya kuni na mikaa. Kwa majina naitwa Guni Wilfred Mbando, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 shule ya Manyara Sekondari. Ni mmoja wapo kiongozi wa klabu ya Kakute Project. Kwa siku ya leo Kakute Project wametupa elimu juu ya utunzaji wa miti na kupanda miti. Siku ya leo tumefanya zoezi la kupanda miche na mbegu mbalimbali, ambayo faida ya miti hiyo inatupatia vimvuli, matunda, na pia inaweza kuzuia matatizo mbalimbali ambayo yanaweza kutokea kwa sehemu zenye ukame. Miti inasaidia kuongeza mvua na pia inaweza kutupatia dawa mbalimbali.